ya wapiga kura walioandikishwa katika jimbo la Handeni mjini ni 62,649. Idadi ya waliopiga kura ni 49,731. Idadi ya kura halali ni 49,249. Idadi ya kura zilizokataliwa ni 482. Sasa yafuatayo ni matokeo ya kura kwa kila mgombea. Juma M. Mohamedi wa NCCR Mageuzi amepata kura 71. Ndugu Bakari M. Semdili wa TLP amepata kura 90. Ndugu Steven E. Mhando wa Makini amepata kura 12. Ndugu Kimo Nasra Twalib wa NRA amepata kura 130. Ndugu Mnondwa A. Hamis wa CUF amepata kura 2130. Na ndugu Kwagilwa R. Mhamanilo amepata kura 46,416. Kwa mamlaka nilionayo chini ya kifungu cha sheria ya uchaguzi 105 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024, namtangaza rasmi ndugu Kwagilwa Ruben Manilo kuwa mshindi wa kiti cha ubunge kwa jimbo la Handeni mjini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kutoka Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nashukuru sana ndugu waandishi. Chukua nafasi hii nimshukuru sana Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya njema siku ya leo. Kama unavyoona leo tuko hapa ofisi zetu za Tume ya Uchaguzi kwa jimbo letu la Handeni mjini na matokeo yameshatangazwa. Chama cha Mapinduzi kimeongoza kwa kura nyingi sana katika idadi ya kura zote ambazo zimepigwa. Kwanza kuna jambo moja kubwa, hamasa iliyokuwa imefanyika kwa miezi miwili iliyopita, sasa kampeni za Chama cha Mapinduzi. Hii mwaka 2025 wapiga kura wengi sana wamejitokeza kwenye vituo vyao vya kura kwa jimbo letu la Handeni mjini. Na kama unavyofahamu, uchaguzi ulikuwa kumchagua rais, kumchagua mbunge na madiwani. Katika jimbo letu hili Daktari Samia Suluhu Hassan ameongoza kwa kura zote zilizopigwa. Lakini vile vile mimi Kwagilwa Ruben Samtagwa Mamba la Igwana Milongishu nimeongoza kwa kura asilimia zaidi ya 94. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimepata ushindi mnono. Chukua nafasi hii niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Handeni mjini kwa kujitokeza kwa wingi na kuvunja rekodi. Wana imani kubwa na kazi ambazo tumezifanya miaka mitano, lakini wana matarajio makubwa pia na ilani yetu ambayo tumeinadi kwao kwamba tunakwenda kuyafanya mambo hayo yaliyomo kwenye ilani.